Serikali ya Korea Kaskazini imeibua gumzo kubwa ulimwenguni baada ya kupitisha rasmi sera mpya ya kijeshi inayoruhusu mashambulizi ya nyuklia kufanyika mara moja iwapo kiongozi wa taifa hilo Kim Jong-un atauawa au mfumo wa uongozi wa nchi hiyo kushambuliwa. Sasa hatua hiyo imeongeza tahadhari kubwa duniani kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa nyuklia katika eneo la Asia Mashariki. Sasa mfumo upo automatic, kumaanisha kwamba punde tu Kim Jong-un atakapouawa basi unajiachia wenyewe. Sasa kumekuwepo na maswali mengi. Vipi kama Kim Jong-un atakufa kifo cha kawaida tu? Mfano, ataugua na kufariki bila kushambuliwa. Je, mfumo huu utaruhusu makombora ya nyuklia kufunguka ama utakuwa una detect kile ambacho kinamaanishwa kwa maana ya kushambuliwa? Sasa sera hii hakika imeleta hofu kubwa mpaka sasa hivi. Kwa mujibu wa sheria hiyo, Korea ya Kaskazini itaruhusu matumizi ya silaha za nyuklia moja kwa moja ikiwa itaona uongozi wake uko katika hatari ya kushambuliwa au kuondolewa kwa nguvu. Wachambuzi wa usalama wanaamini sera hiyo inalenga kuzuia jaribio lolote la kumwondoa au kumuua Kim Jong-un kupitia mashambulizi ya kijeshi au operesheni maalum za kijasusi toka mataifa hasimu. Sasa Kim Jong-un ameendelea kusisitiza kuwa taifa lake halitakuja kuachana na silaha za nyuklia, akizitaja kama ngao muhimu ya kulinda mamlaka ya nchi dhidi ya kile anachokiita vitisho kutoka Marekani pamoja na washirika wake wa kijeshi katika eneo hilo. Sasa tangazo hilo limeibua wasiwasi mkubwa kimataifa, huku wataalamu wa masuala ya nyuklia wakionya kuwa sera ya mashambulizi ya moja kwa moja inaweza kuongeza hatari ya vita vya nyuklia endapo kutatokea mgogoro mkubwa au hitilafu za kijeshi kati ya mataifa yenye silaha za nyuklia. Niwekee mtizamo wako kwenye sehemu ya comment section. Mimi naitwa Voice of Siraji kutoka Makini Media, the trusted voice. Kuwa makini.